Unajua ndugu mtazamaji, Rwanda haiwezi kuwa na uchumi mbaya alafu pia eneo walilokamata M23 iwe na uchumi nzuri. Ni jambo ambalo haliwezekani. Tunajua baada ya Goma kukamatwa, serikali centrale, gouvernement centrale ya Kongo ilifunga system ya kipesa, kwa maana kwamba hakuna mawasiliano ya kiuchumi kutoka Kinshasa kufika Goma. Banki centrale ilifungwa, lakini pia hata institution zote publique, kwa maana kwamba institution za gouvernement zote zilifungwa. Kwa hiyo ikabidi M23 ianze kujiendesha yenyewe. Kama kuna masomo, kama kuna elimu, manake gouvernement ya Kongo au ya Kinshasa haihusiki na jambo lolote. Kwa hiyo kama kuna pesa ziingie zitoke, watu waende kwenye benki waweke pesa ama wazitoe, serikali ya Kongo imefunga mfumo huo. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba circulation monétaire haipo, circulation économique, il n'y a pas qu'une connexion économique entre gouvernement central na gouvernement provincial. Kwa sababu gani? M23 haifanyi mawasiliano yoyote na kule Kinshasa. Wakategemea sasa kwamba sijui kama hii siasa walikuwa wameipiga ama ilikuja kuwakuta katikati, sielewi. Kiuchumi, baada ya kuona banki za serikali zimefungwa na banki zingine, wakategemea Rwanda itawafasilite ile circulation ya uchumi ya hela, Rwanda itawafasilite. Lakini Rwanda nayo ikawekewa vikwazo na kuambiwa haitakiwi kuhusika katika Kongo kwa mfano wa kiuchumi, kwa maana kwamba hela ya Rwanda haitakiwi kuonekana ndani ya Kongo. Walikatazwa hivyo, na huo ndio ulikuwa mpango wao, hela ya Rwanda basi ianze kutumika ndani ya Kongo kwa ajili ya kulift up, kwa ajili ya kuinua uchumi wa Goma. Ona sasa, walipokatazwa Rwanda, M23 RDF wakashauriwa na Rwanda, mnachotakiwa kukifanya, tafuteni benki mojawapo ije iweke makao yake hapo Goma. Hiyo benki ndio itakayorahisisha watu wanapokwenda kuweka hela kwenye hiyo benki na kutoa. Hiyo benki nayo pia itarahisisha hela, mzunguko wa hela. Wakaenda India. Walivyoenda India, walikutana na benki moja inaitwa India Bank of Development. Hii ni muungano wa benki nyingi zinazofanya mambo ya maendeleo. Ziko kama benki 4 hivi ambazo zinahusiana na development, benki za maendeleo. Kwa hiyo walipokwenda kuonana na bodi hii kwamba wapate benki moja katika hizi benki za maendeleo waje kuweka ndani ya Goma, kuna benki mojawapo ambayo ilikuwa imekwisha kukubali kuja kuweka benki yake ndani ya Goma. Lakini baada ya Marekani nayo pia kuingia sasa kwenye hili swala la kutafuta amani ndani ya Kongo, kuja kuinvest ndani ya Kongo, ikaja kuonekana kwamba Marekani kwa kuwa ameshakuwa kama ndiye acteur principal wa Nord Kivu na Sud Kivu kwa ajili ya uwekezaji wa eneo hilo, na uwekezaji mkubwa wa Marekani ni wa kiuchumi, kwa maana ya madini, yeye ndio atakaye exploit. Kwa hiyo kila benki inayokuja kuwekeza hapo lazima pia Marekani iwe informe. Sasa Marekani ilipokuwa informe, Wamarekani wakasema kwa sasa hivi hawajawa na muda wa kwanza kukaribisha wawekezaji, lakini priorite yao kwanza ni kuleta amani ndani ya zone. Kwa hiyo kama kuna habari za kuwekeza za nini, hilo litakuja baadaye, amani ndani ya zone. Hilo jambo lililotoka hivyo, basi M23 ndipo ikadidimia. Hivi ukiongea na watu wa Goma, ongea na watu wa Bukavu, kuna mtu ni raia wa kawaida hawezi kuelewa sana, lakini wale hommes d'affaires, watu wanaofanya biashara zao, wanauza wananunua, watakwambia hali ilivyokuwa ngumu. Entreprise nyingi zimekuwa ferme nyingi, kwa hiyo wafanyakazi wengi hawana kazi. Pamoja na kwamba walikuwa nalalamika serikali haitupokeshi hela, lakini ile kwenda kwao kwenda kurudi kuna wachangamisha akili kisaikolojia, wanapata baada ya miezi 3-4 ilikuwa ya kwao. Hivyo vyote havipo. Kwa hiyo M23 RDF ndani ya maeneo ambayo wanadhibiti wako na kao kubwa, wako na krize kubwa ekonomike. Ile ni kubwa ambayo raia wa chini wao hawezi kugundua hilo, lakini hii ndio nakwambia wako tabani binti tabani. Alafu kuzuiliwa kwa misaada ya Rwanda pia kumekuwa nayo sababu kubwa ya kuendelea kwao wenyewe kuwa krize ya ajabu. Taarifa tulizonazo mpaka sasa hivi zinasema kwamba walikuwa wamejitokeza karibia watu 4,000 mpaka 5,000 baada ya kukamatwa kwa Goma mpaka Bukavu. Karibia watu 5,000 walikuwa wamejiunga na M23 RDF, wakiwemo mapolisi wa Kongo, wakiwemo FARDC, lakini pia hata vijana mbalimbali.
ila mpaka siku ya jana taarifa tulizozipokea ni kwamba takriban FARDC 300, askari 300 wa FARDC wametoroka kutoka M23, tena wamerudi kwenye serikali ya Kongo. Walichotorokea ni nini na mpaka kurudi ni nini? Ni kwamba baada ya kufika kule waliahidiwa huwa wanapokea pesa, askari wao wanalipwa vizuri, wanapata kila kitu. Kwa na wao wakaenda bwana, ni after money, ni watu wanafanya kazi kwenye interest, hakuna uzalendo ndani ya, wanatafuta maslahi. Toka wamefika hakuna walichokipewa, miezi 3 imekatika, miezi 4 hakuna pesa, hakuna nini, na wenyewe wakaenda kuonja hiyo harufu ya ukata. Wanasema Waswahili ukata, manaki ufukara wa M23. Wamekwenda kuona kwa macho, kumbe ndo hivi tunavyoambiwa. Hao wametimuka hivi 300 imerudi tena FARDC. Sasa kinachonishangaza mimi, mtu alikuwa FARDC, mtanisaidia kwenye comment, labda ninyi mnawaza vizuri kunizidi. Askari alikuwa FARDC, akatoka ameenda kujiunga na waasi. Kwenda kujiunga na waasi vimemshinda kwa waasi, anarudi tena kufika FARDC, anapokelewa tena anakuwa FARDC. Hivi mnaona hizi akili ziko sawa au mnaonaje? Mnaona hivi hili jeshi na hawa watu wakubwa ndani ya hili jeshi, mnaona wanatumika hivi ndo vizuri au wanacha kushauriwa? Ama ungekuwa wewe ndo minister wa defense, hivi ungewakubali tena waje kuingia FARDC ama ungesemaje? Kwa taarifa yako tunaambiwa kwamba kuna baadhi wanapokelewa tena FARDC. Mtu alikuwa FARDC, anasaliti FARDC, anaenda kujiunga na rebele, anakaa na rebele huko miezi 2-3, tena anarudi FARDC, anapokelewa. Kongo ni nchi Kongo ni nchi nzuri, inaonekana Kongo imesha kwa paradiso. Hakuna wabaya, Kongo haina mbaya wake. Pamoja na hapo, tumepata taarifa zikisema kwamba ili M23 izubaishe watu akili zao, kuna mambo mawili ambayo wameanza kuyafanya ili wazubaishe watu akili zao. Maeneo ambayo wamekamata, wasionyeshe watu kama kuna tatizo la kiuchumi katika maeneo wanayoangalia. Jambo la kwanza, wameinstall bumisaada kidogo kidogo kwa yale makundi ya wamama, kama kufanya makundi wamama 5-6 wanapewa dola 20-30, wao wanauza nyanya pale barabarani. Wamama 5-6 wanapewa dola 20, wanakuwa wanauza bunyanya pale, ili wamama waone kama vile ni vitu ambavyo walikuwa vifanyiwi, lakini wanafanyiwa ili akili zubaike kama kuna tatizo la kipesa. Lakini pia jambo lingine, wamekuwa wakiorganize mashindano ya mpira maeneo mbalimbali, ili vijana wanapokuwa busy na vitu vya mpira na jamii twende jioni kuangalia mpira, watakuwa kama vile wanajisahau na maisha, kama kuna ugumu wa maisha, ili kupunguza vile vikao na mazungumzo ya wababa vijana wanaoyafanya jioni, hawana ajira, wanawasiti kuongea vitu vya ajabu, wakaanza kuambiana habari. Kumbe tuwatengenezee visporosporo viturnua fulani, ili ile jioni wao wanakuwa busy na wakitoka kule wanakuja kulala. Sasa hivi vyote haviwezi kusaidia nchi M23. Hata kama mtu utamlisha sana ashibe wiki nzima, yeye anashiba, ila nyumbani kwake kukiwa hakuna kitu, atarudi atakuta watoto wanalia tu, atajua Kongo hakuna chakula, hata kama yeye mwenyewe ameshiba. Kwa hiyo ni vitu vya kiutoto sana. Twende kwenye habari yetu ya pili. Kenya, huyu mjumbe wa Marekani ambaye ni mkwe wa Donald Trump, maana yake ni mzazi mwenza, maana yake ni mzazi wa mtoto aliyeoa mke wa Donald Trump. Mtoto wa Donald Trump, manake ni baba wa kijana aliyeoa binti wa Donald Trump. Kwa hiyo hawa wanaongea kwa karibu, na mpaka Donald Trump wamdelegate huyu, manake ni mtu katika watu ambao anawaamini sana. Sasa sikiliza, alipofika Kongo alisema, na vyombo vya habari tukasema, hata Ambanetu TV tukasema, alipofika Kongo kituo cha kwanza alisema wamekubaliana na Kongo kutumika kazi kwa pamoja, kuweka mahusiano ya karibu, lakini pia mahusiano ya kiuchumi na kiusalama, wakasainiana pale. Jana alikuwa Kenya,
ndipo alipoongea na William Ruto pamoja na waziri pia pamoja na waziri wa mambo ya kiuchumi na maendeleo ndani ya Kenya pia. Yes, na wenyewe pia kule Kenya wamekubaliana. Nifuate vizuri, kule Kenya nako pia wamekubaliana kusaini huo mkataba wa mahusiano ya karibu, lakini pia mkataba wa kuinuana kiuchumi kati ya Kenya na Marekani, lakini pia mkataba wa Kenya kuhusika katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki na Kati kwa ajili ya kuziunganisha kiuchumi na kimaendeleo, lakini pia kiusalama. Alisema mwenyewe akiongea hivi Kenya na William Ruto na wale wajumbe kwamba hatuwezi kufanya maendeleo ya kiuchumi wala kimiundombinu kama hii zone ina vita. Kwa hiyo pia inatubidi tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba eneo lote la Afrika Mashariki na Kati lina amani, ndipo hii miradi itakwenda vizuri. Burundi akataja, ndipo nchi ya Burundi itafaidi, nchi ya Kongo itafaidi, nchi ya Kenya, nchi ya Uganda, nchi ya Rwanda, nchi ya Zambia. Kwa hiyo lazima amani iwepo hapa, na kila nchi lazima iwe imehusika kwa kuisababisha hiyo amani. Amesema waziri wa Kenya akasema hivi, tunajua tuna miaka takriban 60 de coopération entre le Kenya, Nairobi et les États-Unis d'Amérique. Cela veut dire quoi? Lazima tutadumisha hili jambo na likae sawa. Kiburi ya Rwanda ilikuwa kwa Marekani, kiburi ya Rwanda ilikuwa kwa Ufaransa, kiburi ya Rwanda ilikuwa kwa Uingereza. Utawala wa Donald Trump umekuja kuharibu mambo mengi yaliyoachwa na kila Joe Biden. Nikupeleke kidogo. Marekani ilikuwa imesapoti sana tena sana Ukraine kwa ajili ya kupigana na Russia. Sasa hivi ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Mbaleto TV, Marekani ilitoka kusapoti Ukraine, kwamba mimi Marekani sitaisapoti tena Ukraine kwa ajili ya vita, kwa maana tunatumia gharama kubwa, tunatumia pesa kubwa, lakini hatuoni kama hii faida tutaipata sana kivile kulingana na mikataba iliyopo. Mimi Marekani nimeondoka. Kwa hiyo Ufaransa akanuna Ufaransa akaenda kukusanya Union Europeenne ili warecouvrir lile pengo la Marekani baada ya kutoa kusapoti nini Ukraine. Wakafanya michango yao ili wazibe pale, lakini bado Union Europeenne ilisema hivi, kutoka kwa Marekani ndani ya kusaidia Ukraine ni pengo lilo kubwa ambalo hatutaweza kuliziba, na jambo hilo likampa Putin kiburi kubwa, na mpaka hivi Ukraine inaendelea kukandwa kama chapati, inakandwa kama chikwanga, inakandwa kama ugali wa muogo. Hivi Ukraine imekuwa kama mtu aliyeugua ugonjwa wa ukimwi miaka 17 bila kupata ARV. Sasa ndicho ambacho kinaweza kutokea hata katika nchi fulani. Ila maombi ya mzee wa habari mbichi ni kwamba amani itokee katika nchi hizi bila mapigano tena. Kwa maana mapigano yakija kutokea, ninaamini ziko nchi ambazo kama hazitakuwa majifu, manake hizo nchi zitakuwa kama vijinga vya moto. Manake itaonekana kuni zipo lakini zilizoungua. Sasa baada ya Marekani kuhusika na kulazimisha Kenya, kwa taarifa za ndani, sasa Marekani imelazimisha Kenya iachane na kuzunguka kwenda Rwanda kwa ajili ya kuja Kongo, manake wataharibu mpango wa maendeleo. Wewe Kenya tulia, achana na kwenda kule unachokifanya. Kwa kifupi tu kimya wewe utulie hapa. Na Kenya ameonyesha kutulia. Sasa kama Kenya ameonyesha kutulia, huyu bwana ataenda Burundi, ataenda Rwanda, ataenda Uganda, lakini pia mwishoni tena akishazunguka nchi zote tena mwishoni anakuja kumalizia Kongo, ndo anarudi sasa Marekani. Ameanza Kongo, anakuja kumalizia Kongo, kwa kuwa Kongo ndio refre ya hii tour yake. Sasa haya yote ni mambo magumu yanayoendelea kuonekana na kupata nchi zimoja. Na ndio maana mzee wa habari mbichi, ninaposema hivi, sisemi tu kwa ajili ya kufurahisha Wakongomani
Warundi, wa Kenya, wa Tanzania, wa Nyarwanda, wa nani, Waganda. Watu wote wa ukanda wasikie, na kila moja kwa akili yake timamu awe na eneo la kujiamulia. Yes, Rwanda sasa wanaposipata hizi taarifa, hasa watu walio nyuma na mjomba, wanaposipata hizi taarifa, kusema ukweli, waliokuwa wagonjwa, magonjwa yanajidabo. Maana kama mtu alikuwa anasikia kichwa kinauma kama nyundo tung tung, anaposikia hizo taarifa kichwa kinaanza kuuma tung 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 tung, maana kinaanza kugonga mara mbili ki ki. Maana hizi sio halali. Tumefanya mawasiliano na vyanzo vyetu vya habari kutoka Rwanda, tukawauliza Goma kuna hivi. Sasa Rwanda nako kuna kukoje kuhusiana na swala nzima la kiuchumi, hali ikoje? Ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Mbaleto TV, leo sitatoa details kwamba kabla ya Goma kukamatwa kilo ya sukari ilikuwa hivi, baada ya Goma hivi, kilo ya unga ilikuwa hivi, baada ya Goma hivi, transport wa bisi ilikuwa hivi, leo sitatoa hiyo details. Lakini kwa taarifa zilizopo za ukweli na uhakika ni kwamba hali ya uchumi Rwanda haiko sawa. Mambo mengi yako hovyo. Hela inaanza kupotea. Hata currency, thamani ya hela franc rwandais ukilinganisha na dola, thamani, taux de change, exchange rate, maana yake Rwanda imeshapungua, imeshashuka. Sasa kama ninyi mnakuaga mna Google, mwanze Google. Nafikiri emission ya mercredi au jeudi ndio nitakuja niweke sasa ekonomi wazi ya Rwanda jinsi hipo leo. Usishangae ikaji ikawa kama ya Nigeria. Watu wanaenda kununua pipi, una kodi na taksi juu, bebe hela ndani ya mfuko. Nchi nyingi za Afrika zimeshafikia wakati. Mobutu alikuwa dikteta sana, lakini kabla hajaondoka uchumi wake ulipigwa mpaka 10 millions sekwa. Tunakumbuka ile concert ya Wenge Duvira BCBG wanakuja kupiga Bukavu. Kiingilio kuingia tu mu concert, kwenda kuangalia tu muziki. Hiyo hali inawezekana ikafika 10 millions sekwa. Milioni 10 ni nini? Ni kitu gani? Manake hela imeanguka. Twende kwa mwamba Foka Mike. Kitu cha kwanza ninachokisema kuhusu Foka Mike, hivi manake Foka Mike haiko mu parlement tena, na huyo ni deputy. Hivi hayuko ndani ya bunge. Foka Mike atabaki kuwa deputy, hata kuje maelection tofauti tu na election za mbinguni. Niseme Foka Mike wala tutamruhusu kwenda kupiga kampeni. Foka Mike tutamruhusu tu aende kuchukua tu nimero, nimero tu ya kugombea, ajaregistre bas na aende porini. Hata piga kampeni wala asipige kampeni. Sasa kampeni ya nini? Sisi tunatafuta bapatriote, bazalendo ba pays. Sasa na yeye deja ni mzalendo. Sasa aje kufanya kampeni aseme nini ili tukubali ni mzalendo? Atasema nini? Na tumeshaona. Achana na hao wa kwenu wanakuja mimi mzalendo hivi wamepotea. Achana na hao. Na hivi mwaka uchaguzi ukifika tutachambua magugu na ngano. Bora watazamaji wa Mbaleto TV, ninyi wasikilizaji wetu mnaotoa comment zenu hapa tunazisoma, zinasikilizwa Kinshasa. Bora ninyi mwende kuchukua manimero kule, upigie bu deputy, tutawapromote, tutawatangaza. Hakuna budget. Bakongole sasa hivi wanataka tu bachague watu ambao wako patriote. Hakuna maparti politique, hakuna ideologie mensongère za politique. Tunataka nefiske les patriotes. Elections zinazokuja hakuna vya maparti politique, huyo population wanachagua bazalendo basi. Kwa maana Nord Kivu, Sud Kivu iko mu besoin ya bazalendo, na wazalendo no baingie mu parlement provincial tanke national. Bazalendo ndo baende ku défendre nation, baende ku défendre population, baende ku défendre patrie. Bazalendo sio aventurier, les politiciens, les aventuriers. Atuwapendi bazalendo. Kwa hiyo election zinazokuja, Foka Mike huyu ameshapita, wala hakuna kampanya kwa hii. Nitafanya emission special kwa ajili ya kuja kudecortiquer, kudiseke vizuri hili swala la kugombea budepite. Sisi population tutasoutenir watu wa aina gani, kwa logistique gani, na tuje indo politique. Il faut
gouvernement inayokuja Nord Kivu, Sud Kivu, badepite bote bawe benye balishika silaha. Manake hiyo ndo témoignage que celui-ci c'est un patriote. Mzee wa habari mbichi, nimelalamika sana. Vous les politiciens de Nord Kivu et Sud Kivu, où êtes-vous? Nous voulons vous voir physiquement. Ninasema tunataka tuwaone hivi mkiongelea nation, hivi mkiungana na wazalendo, hivi anapotea. Watu kama Foka Mike ndio tutakao wajaza Nord Kivu na Sud Kivu, ndio tutakao wapigia kura na ndio atakao ingia mu parlement. Juu ndio tutapata ba politiciens ba patriote ambao watakuwa na ule moyo. Huku nimekuja nimeletwa na raia, lakini wamenitoa kwenye kazi yangu ya risasi. Serikali ikimzingua anarudi kwenye kazi yake. Priorite yake manaki ni risasi. Ndio kama kila Foka Mike, priorite yake ni kutetea inchi, risasi. Yes, tutawaweka namna hiyo. Sasa mheshimiwa Foka Mike, l'honorable Foka Mike, sitaongea sana kwa ajili yake. Anapiga vizuri sana. Anapiga vizuri na anacheza mpira mzuri sana. Tunajua wote na tumepata taarifa zake. Sitaeleza vijiji mbalimbali. Nieleze kuhusu kijiji cha Karembo. Kijiji cha Karembo kinapatikana teritoria ya Walungu. Na hii teritoria ya Walungu inapatikana ndani ya province ya Sud Kivu. Hii Karembo ikoje? Ngoja nikueleweshe kidogo. Karembo sio kubwa, sio vile kivile kubwa kama ambavyo unaweza kusikia tunavyoimba sana. Ila ndani ya Karembo iko mine ya ore. Ni eneo ambalo lina migodi ya dhahabu. Kwa hiyo panachimbuliwa dhahabu na zinapatikana dhahabu maeneo hayo. Maeneo ambayo alikuwa amekwisha kukaliwa na M23 RDF walipofika na wakaweka gouvernement yao moja kwa moja. Na wakaanza kuexploiter oro hapo su gouvernement yao lokale ambao waliweka wao hapo. Tunapoongea na wewe, Foka Mike alikanyaga. Mwanaume wa shoka. Alicheza pasi nzuri sana kama za Barcelona na Arsenal, akaikamata. Sasa kilichonifurahisha zaidi sana, baada ya kukamata na kuongea na raia, baada ya kukamata na kutuliza raia, baada ya kukamata na kuwapa ideoloji raia, Foka Mike. Na hichi ndichi kitu ambacho mzee wa habari mbichi nimekuwa nikikiongea sana. Wazalendo, mmekamata eneo, manake ni eneo mnakuta limekaliwa na M23. Ndio maana mmekwenda kulikamata. Eneo lolote ambalo ninyi mmelikamata kutoka kwa M23, amweze kukamata mkaondoka, afu mkawepo tumeshakamata. Il faut politiki ifanye kazi. Manake kapita wa eneo hilo nyumba 10, manake labda alikuwa ameshaolewa na M23. Kama mmesikia M23 walifika hapa wakamweka huyu ndo kapita, kila aliyewekwa na M23 ninyi mnamuondoa kwanza, mnaweka wa kwenu gouvernement yenu. Amwezi kukamata eneo la M23 na mkamwacha kapita aliyewekwa na M23 na ninyi mkatumika naye. Vitu gani? Huu ndio utoto sasa. Huu ndio utoto ambao ni utoto kweli kweli. Kwa hiyo mnafika, mnapanga gouvernement yenu, mnaweka watu wenu, mnaendelea mbele. Mnafika, mnaendelea mbele. Na hizi income zote, revenue zote za hizi mine, revenue zote zinazopatikana hapa, kwa maana ya kwamba zile tax za watu na nini lazima zifanye kazi ndani ya patri. Hakuna tena hapo vya Chilombo, atakuja baadaye tutamrudishia. Hatuna shida na Chilombo, tutamrudishia, lakini wakati ambapo watu tunadefendre patri, il faut que tujere kwanza patri, kwa kuwa sisi kwanza ndo tuna uchungu na patri yenyewe. Hiyo ndo politiki yangu na ndo ideoloji yangu, na bila shaka wananisapoti katika hilo, na ndilo wanaloliongea wao, nao sasa ndio raia. Kabla sijaweka pointi kwenye swala la Foka Mike, niongee na raia na population. Foka Mike anahitaji support ya raia. Support ziko nyingi. Foka Mike na wazalendo wengine sehemu zozote walipo wanahitaji support ya raia. Tunashukuru Mungu sana tena sana tena sana, raia ambao wanakuwa hawana vitu vikubwa, hawana vitu vingi, lakini wanasema mzee wa habari mbichi, mimi kilo 10 za sukari hizi. Mungu awabariki sana. Mzee wa habari mbichi, mimi kilo 1 ya sukari, asante sana. Hata kama utamtafuta mzee wa habari mbichi, una namba ya Foka Mike, una namba ya Muri ya Kutumba, una namba ya Maeshe, una namba ya Brownie, una namba ya nani ya yeyote uliye namba na yeye. Hauna haja mpaka tu umpate mzee wa habari mbichi. Sisi hatuko hapa mpaka ututafute. Kama wewe uko connected direct, fanya baba,
Notre objectif est que la nation soit sauvée. Chacun de nous, qu'il participe à n'importe quel moyen, à n'importe quel acte. C'est ça notre objectif. Kwa hiyo wewe ambaye unaweza ukampigia Foka Mike simu, ukampata audio ya kumremercier kwa kazi, Mungu akubariki. Unaweza ukatume hata torch moja. Torch. Ukanunua hata torch moja. Ukapeleka, sawa. Nashukuru kuna mtu mmoja akasema, mimi nitanunua firimbi 500 za wazalendo. Kitu ambacho hakikukua kwenye akili za watu. Mtu mmoja akasema, nitanunua firimbi hizi za kupuliza kama za balubitre 500. Angalau ekipe yote ya wazalendo inakuwa kila mzalendo yuko na firimbi. Kuna wakati ambapo mzalendo askari anaweza kukwama sehemu, hana haja kupiga risasi ili watu wajue yuko wapi. Akiita kwa sauti, jamani nimekwama, sauti iwezi kwenda mbali. Lakini akipuliza firimbi, watu wanajua kuna mtu wetu huko anahitaji msaada. Watu watakwenda kwa firimbi. Atapiga firimbi mtu amepata adui mara 3 au mara 2, ama wana namna zao za kufundishana upigaji wa mafirimbi wakishapewa. Unajua ukifika wameshaongea. Huyu anasema kuna danger. Akipiga moja ndefu wanajua kuna nini. Kwa hiyo mtu mmoja akasema, mimi nitanunua Zalendo firimbi 500. Na wewe unasema nini? Sisi Ambaletu TV mara nyingi hatunaga tabia ya kuwa hivi tunaona kama ni vitu vya kitoto. Kwamba wazalendo firimbi, wazalendo toksi, wazalendo mchere, na mchere kilo, ni vya kitoto. Ila tunakuhamasisha, kama una namba zao, zambie yote mzalendo, fanya hivyo, tutafurahi sana. Na wako watu wanaofikisha kabisa, wako watu waaminifu, sio tu Ambaletu TV, wako watu wengi sana waaminifu ambao ukiwapa wanafikisha kabisa kabisa. Kwa hiyo una haja kutupatia tu sisi. Ukitaka unaweza ukatupatia, tutafikisha. Ila kama uko connect njia nyingine, unaweza ukatumia, cha msingi wapate. Sasa kuna swali ambalo watu wamekuwa kijiuliza sana. Abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez mission. Abonnez-vous, partagez mission. Kuna swali ambalo watu wamekuwa kijiuliza sana. Kwa nini mzee Amuri uliamua kutumba apigani? Kwa nini mzee Amuri uliamua kutumba apigani? Okay, sitajibu kwa haraka sana, kwa upana, lakini nitoe flash. Ni kweli Foka Mike anafanya kazi nzuri na anakwenda na anasonga mbele na matokeo yanaonekana. Mimi nitakacho kujibu ni kwamba Foka Mike ni kuyaiya. Na wakati mwingine kuna wakati ambapo inchi huwa inahitaji watu wa namna hiyo, kwamba mafu. Foka Mike hafungwi sana. Hafungwi. Foka Mike aliamua kutokufungwa na ideoloji za FARDC. Yeye ni politicien, amekaa ndani ya politiki, anaelewa ndani katika hawa wazalendo, watu ambao wana connaissance un peu approfondie sur la politique ya FARDC. Foka Mike ninaamini atakuwa na hiyo connaissance kidogo. Kwa hiyo anajua wanapokuja kuongea na yeye watatumia sweet word, hamtanielewa. Maneno matamu. Lakini hayo maneno matamu kwa sababu ya kumuingiza kwenye mtego. Yeye hakuamua hivyo. Alisema, fanyeni FARDC na shida, kama mnataka tupigane, njoni tupigane. Hapana mniambie tutembee hivi. Mnataka tupigane, tupige adui, mnifuate sasa nini? Hapana tukufanye vikao na ninyi namna ya kupigana. Yes, tushauriane, lakini sio mnizuie ninachokwenda kukifanya. Na assignment yenu, devoir ya kwanza, ninapohitaji mnipe kile mlichonacho, mimi niende kupigana. Sasa ukiona maimai yeyote akishakubali ndio tupige adui, tupange tupige adui, tayari. Mimi nilisema muda mrefu FARDC ndio M23. Nilianza kuviongea mapema, watu wakaanza kunitukana, wakasema wewe ni mchungaji wa bure, au jui siasa FARDC. Lakini watu Goma ilipokamatwa ndio watu wakasema, wewe ni nabii ama unaloga FARDC ili maneno yako yatimie? Hapana, nikiongea kitu ninajua ninachokiongea. Kwa hiyo ndio sababu ya Foka Mike kuonekana kwenda, yeye hajafungwa nira na wasio amini ideoloji yake. Lakini kuna wazalendo wengi wamekubali kufungwa nira
kutembea pamoja na watu ambao ideoloji ziko tofauti. Wewe una hii, huyu ana hii opposite, lakini mnataka muende pamoja. Hawaendagi hivyo na uwezi kwenda popote. Sasa kuna wazalendo wamekubali kwenda hivyo, walipigana na mkuki, wakapigana na mawe na gongo. Lakini sasa hivi mzalendo ana bunduki ya chargere 3, chargere 2, bado anasema tunahitaji vifaa. Anasahau kama alipigana na mawe, anasahau kama alipigana na mkuki, anasahau kama alipigana na mpanga. Leo anasubiri apate mashar de combat. Sasa leo apate masukoi, madrone ndo apigane. Wakati huo ana aka ya chargere 3, chargere 1, chargere 2. Anasahau alichopigana nacho mpanga. Zamani walikuwa wanaenda askari 5 kwenye vita, 2 ndo ana bunduki, 3 hawana. Lakini twende kupigana. Kwa hiyo hayo ni matofauti kidogo. Ila ukiuliza watakwambia yes, unajua vita ni mipango. Ndiyo, vita ni mipango. Unajua vita, ndiyo vita ni strategy. Unajua vita, ndiyo vita sio kunywa maji, sawa. Hivyo tunajua ndiyo. Ni kweli. Sasa kaa hivyo, ndo vita hivyo sio kunywa maji, sawa, tulia. Na uambie watu okay, vita sio kunywa maji, bado ninayakinga. Okay, tulia. Kwa hiyo hapo ni tofauti kidogo. Siku ya leo tunapokwenda kumalizia, Minister wa Defense huyu mpya aliyeteuliwa yuko jiji la Uvira, amekuja kuonana na wazalendo, amekuja kuonana na FARDC, kuongea nao nini. Kuna mambo mawili anakuja kuongea nao, na jambo lingine moja la tatu ni la siri. Niongea mawili, la siri siweze kuliongea. Jambo la kwanza, yeye kwa lugha aliyosema zarani na kwa taarifa tulizopewa hata kabla hajafika, ni kwamba anakuja kwa ajili ya kuleta muunganiko, kuweka muunganiko, manake kuconnect vizuri wazalendo na FARDC kwanza, baada ya kugundua kwamba ndani ya teritori ya Uvira hakuna maelewano kati ya wazalendo na FARDC. Kwa maana kwamba wazalendo wanayo maeneo ndani ya Uvira wanayojisimamia wao kama wao wazalendo, lakini pia na FARDC wana maeneo wanayosimamia kama FARDC. Sasa wakaona inakuwaje ndani ya teritori moja, ndani ya vile moja, kuwepo na tawala mbili, majeshi mawili ambao pia kila jeshi lina eneo lake. Kwa hiyo objective wa kwanza, affaire kurenir wazalendo na FARDC watembee komandema moja, disiwe komandema mbili. Maana yake anakuja kuvunja komandema mbili iwe komandema moja. Swali linakuja, itakuwa komandema nani, ya FARDC au ya wazalendo? Jibu ni kwamba itakuwa komandema ya FARDC, ilifua wazalendo watembelee komandema ya FARDC. Hiyo ndo conclusion ya pointi ya kwanza hiyo. Manake ndivyo hivyo, hawezi kusema FARDC watembelee wazalendo. Wazalendo watembelee FARDC. Swali linakuja, mzalendo akitembelea komandema ya FARDC, kuko kufanikiwa kwa mzalendo ama kuko kuanguka kwake? Majibu unayo. Hiyo ziara ya pointi yake ya kwanza. Pointi yake ya pili, hii haina nguvu sana. Anakuja pia kama vile kupatanisha makundi madogo madogo ya wazalendo ambayo yanaonekana hayatembei kwa pamoja. Huu tofauti ulitokana na nini? Wa wazalendo pale Uvira. Sasa ujiulize, wazalendo wako wengi Nord Kivu, Sud Kivu, territoire nyingi, lakini yeye amekwenda pale Uvira tu hakufanya mainvitation kwamba ngoja nimlete na Foka Mike, ngoja nimlete na Maisha na wazalendo wa huko na kule. Ameshuka tu Uvira manake anaye kuja kumuona. Kwa kifupi, Nyamuri William ya Kutu, kwa kifupi, ila hawezi kutaja jina hilo. Nifuate sasa vizuri, hapa ndo naanza kunielewa sasa, kwamba ndani ya wazalendo kuna misunderstanding, mezatante kati yao wenyewe. Huku kutokuelewana kwao kuna kujaje, kwamba kuna makundi ya wazalendo yanajidai hapo kwenye front, makundi mengine hayataki kwenda kwenye front, yanazurura tu ndani ya Uvira. Wanapoambiwa waende kwenye front, wao hawataki. Sasa wanapozurura ndani ya Uvira, wanakuwa wameweka na wenyewe kamba nyingi. Sisi ndio tunawatetea hapa, sisi ndio tunawatetea. Hizi kamba nyingi kutoza raia walioko kwenye front, wanatamani hizi zinazotozwa hizi ziwakute kule, lakini haziwakuti. Hawa wanaotoza hawapeleki popote, na wenyewe inakuwa mali yao. Kwa hiyo hawa watu hawaonani vizuri. Hiyo ni A. B, kati ya wazalendo hivi. B, alipokuja mzee Bitakwira kuja kuonana na wazalendo,
Yako maneno na mambo aliyoongea nayo wazalendo. Akawaambia, nilifanya emission nikasema alichowaambia. Niseme tena nikukumbushe. Aliwaambia wazalendo waweke silaha chini. Aliwaambia wazalendo wasipigane. Na huyu Amiri William Kutumba wakati anatoka kule Kinshasa, yeye ni kweli alitoka Ikulu. Na ziko delegation nyingi huwa zinasema nimetumwa na rais, lakini nyingi zinatumwa na mke wa rais. Na nilisema kwenye misho ile kwamba mke wa rais analo jopo, analo kundi, bande yake kubwa. Na hilo linaitwa banda wa threat. Lakini pia rais ana banda yake kubwa, ni banda ambayo inaonekana pia angalau iko somewhat much strong, imara, lakini naye humo hata kwa rais wako wa threat. Kwa hiyo mawazo yanayokuja kwa wazalendo mengi yanatoka kwa wasaliti. Sasa sikiliza. Ndio anakuja hili nalo eti alirepare kati ya wazalendo kwa wazalendo. Kwa maana alipokuja Bitakwira kuna wazalendo waliokubali kuweka silaha chini na kukaribisha M23. Lakini pia kuna wazalendo waliokataa kuweka silaha chini na wakasema hatuwezi kupitisha M23 hapa. Na wazalendo waliokataa walio wengi ni wazalendo ambao wanaonekana ni wageni. Walioonekana wametoka Fizi, walioonekana wanatoka Manyema, walioonekana wanatoka huko na huko na huko na huko, ndio walikuja kuweka kambi pale na kukataa waweze kupisha M23. Sasa Justin Bitakwira amepeleka ripoti gani? Kama wanamwamini Justin Bitakwira ameshatumwa na wao ndio alisema ndio coordinator wa wazalendo. Sasa hapa ndipo mwe mnaelewa. Ninapokuwa ninawaambia vitu sijui mnakuwa mnachukuaje. Bitakwira hajamaliza mwezi mmoja, coordinator wa wazalendo anayeitwa na kujitapa mimi ndo hajamaliza mwezi mmoja, anakuja waziri wa defense. Point ambazo Bitakwira ndo alikuja kuzifanya, huyu minister wa defense ndo anakuja kuzifanya hizo. Sasa je, Bitakwira alishindwa kuzirealize ndio maana huyu amekuja? Au Bitakwira alikuja kufanya vya kwake, ripoti haikufika kwa huyu ndio maana huyu anakuja, ama hawakuelewana huku? Sasa hiyo ndio inaitwa analyze politiki. Ndio utaelewa Bitakwira sasa alikuja kufanya nini, ama kuna nini hapa. Kwa hiyo hiyo ndiyo sababu kubwa ya ministry kuja, ndiyo iliyotangazwa. Ya siri tutaipata jioni, kwa maana tukipata nafasi sasa kufanya habari mbichi kesho, yale ya siri tutakuwa tumeshaipata. Sasa kama yatabidi kuongelewa naweza kuongelewa, tutayaongea. Kama ni asiri yaweze kuongelewa, hatutayaongea. Lakini akiwa ya asiri ila kwa sababu kuja kubomoa, mzee habari mbichi nitapasua. Sina pardon, nitapasua. Kwa hiyo ndio iliyopo Uvira. Ameongea na raia kidogo, tumesikia na tumeona, lakini pia ndo wakaenda kufanya vikao vya ndani. Hali ya Kongo sio nzuri. Viongozi wa Kongo wengi sio wazuri. Pamoja na kwamba wamepewa vyeo vya juu sana na kutegemewa na rais, lakini pia washauri wa rais wengi ni wabaya. Kwa hiyo wanamshauri rais vibaya kiasi kwamba rais anafanya nomination mbaya akijua nimefanya vizuri kulingana na ushauri niliopewa, kumbe amekwenda kubogi step. Hiyo ndio shida hiyo. Kumbuka Christian Chiwewe huku kuja kwa mawaziri sio kwa kupigia makofi. Christian Chiwewe alifanya tua kubwa sana, hata Goma haijakamatwa. Christian Chiwewe aliongea mpaka unafikiri yeye ndio atameza Rwanda yote. Alifanya madiskuru Christian Chiwewe unafikiri yeye ndiye atakaye ndio aliyekuwa promi kuwa president basa Tshisekedi. Christian Chiwewe unaweza kufikiri kwamba Kongo ni ya mama yake. Alipofanya utuba na majeshi kwa masicha na sauti lingala sana, kila mtu akasema yes. Kilichotokea ni nini? Kumbe tretre wa pili ni yeye. Kwa hiyo kuamini mtu kwa sababu nimetoka Kinshasa, kuamini mtu kwa sababu ni cheo chake, hakuna kitu hapa. Mungu akubariki sana, uwe na wakati mwema. Ulikuwa nami mzee wa habari mbichi.